Fresh. Bwana, umeangalia mchezo wa Yanga na Prisons hapa. Yeah. Goli la pili. Pasi anapiga Mudathir. Sikia joto. Ni offside ile ya wazi watu wanasema. Ipi? Nikumbushe. Ile ya Chama? Ya Chama. No, sio offside. Haiwezi kuwa offside ile goli. Ndio. Ile goli ni clear. Ile goli sio offside kwa sababu ile ni goli la mipango. Umeona ile goli ilipotokea, umepaona? Lile goli sio offside. Na sisi sio asili yetu magoli ya kubebwa. Sisi asili yetu ni migoli yetu yote ya mipango. Hatuna shida. Unawaambia nini watani zako sasa? Maana nyinyi mmeshinda 5 na wao wameshinda 5. Tumeshinda 5 na sisi tumeshinda 5. Wameshinda 5 na sisi tumeshinda 5. Wajiandae na hiki. Na tunaombea Mungu awabariki, wasisitishe. Natakiwa tutetee timu. Alafu timu tuliyofunga sisi goli 5, hii timu tuliyofunga goli 5 hii ni timu kweli, sio wale jamaa wanatoka migodini, si ndio? Wale jamaa wale Kenya wale. Mimi niko Mbeya, mimi naishi Mbeya, natokea Mbalali hapo chini kwenye mchere mwingi, si ndio? Kwenye mchere mwingi hapo Mbalali, si ndio? Sasa wale jamaa, unajua wachezaji wa Ken Gold ni wale walio kuchanyana tu. Wametoka, washasusia timu. Wameshasusia timu, baadaye wanaambiwa wakacheze wapi kule walikocheza kucheza kule, wapi kule? Tabora. Tabora. Wanapigiwa simu wachezaji wako migodini chini. Wanaambia jamani yetu na game. Walikuwa wanachimba madini. Wameenda uwanjani na matope, wameoga kwenye ule uwanja. Ndio maana walichelewa kumbe. Na ndio maana wamechelewa wameoga kwenye ule uwanja. Wameoga kwenye ule uwanja, wametumiwa nauli, wamefika pale na hali hiyo sasa. Wamefungwa goli 5 kama tulizofunga sisi. Hii inaashiria sisi Yanga zaidi ya Simba. Sisi Yanga zaidi ya Mikia, sisi Yanga zaidi ya Madunduka. Wale wamepiga bomu mocho, tena mocho yenyewe haina hata umeme. Wale Simba wamepiga bomu mocho. Tena mocho ambayo haina hata umeme. Mama yangu. Haina umeme ile mocho. Ipo hata mlinzi anakaa nje kule. Maiti zipo gizani. Mlinzi mwenyewe anakaa mbali, anaangalia tu lile jengo la mocho. Au sio? Kama kuna jambo jipya Simba wanataka kujifunza kwetu, yapo mengi. Lakini huko umemsikia Jean Charles Ahoua, mabao 16. Hebu piga mahesabu kati ya yeye na Mzize, nani ambaye hatari na nani ambaye anapata magoli ya kujipambania zaidi kuliko wao? Sisi hapa pambania kwa maana ipi? Angalia migoli ya mipango, magoli ya move. Yule nani yule? Simjui ana mchezaji wao. Ana magoli mengi ya penalty, faulo nini. Mwenyekiti. Hatutaki hivyo vitu sisi kwenye Yanga. Kwenye Yanga sisi tunataka mtu ajipambanie apate kiatu kwa halali. Sasa kitu kingine nataka nikwambie. Nataka nitengeze kitu kimoja. Alowekeni vizuri hivi waandishi wa habari. Mimi ni mwenyekiti wa tawi la Yanga. Tuko live, angalia mbele. Mimi ni mwenyekiti wa tawi la Yanga, si ndio? Natoka wilaya ya Mbalali. Kata ya Ruiwa, kijiji cha Ijumbi. Tawi la jijini Mbeya. Kile ni kijiji. Hapa hili jiji la Mbeya, wilaya ya Mbalali, kijiji cha Ijumbi. Kata ya Ruiwa. Lile tawi langu la Yanga. Sasa nilipe promo tawi yangu basi hata Yanga yangu. Lile tawi ndio tawi ambalo limevunja rekodi kwa kutengeneza tawi zuri. Lile tawi limeshakula milioni 15 mpaka sasa hivi. Tawi hilo ni tawi liko kijijini. Hata ukitaka nikuonyeshe hapa kwenye simu yangu lipo. Ukitaka nikuonyeshe sikutaka kuondoka na gari ya ulioondoka na mashabiki kwa sababu ya hiki. Nilitaka nitangaze kijiji changu, wilaya yangu na mkoa wangu kwamba sisi tuna tawi bora. Hapo kwa kuwa unaamini tawi lako ni bora, lakini unaamini timu yako ni bora. Na unatokea Mbalali, sehemu wanalima mchele. Sasa hapa mimi nataka utoe ahadi. Mimi najua za kwangu sitakuja tu. Wala sina shaka nazo. Wewe Ayoma, Sponga. Ndio, wapo vijana wangu hapo wote watachukua kilo 50. Najua hizo nyepesi. Mimi nataka hapa utuambie, nisikilize. Njoo. I'm coming. Sasa huyu dada unatoka Sponga, unataka PM, unataka Ayoma. Mimi PM, natoka PM, lakini Ayoma namwakilisha pia. Yuko hapa na unatoka wilaya gani? Temeke. Wala Temeke amlimi mpunga nyie kama kuna mipunga bila za kumwaga. Kabisa inabidi. Mimi nakuja kwenye dabi tarehe 25. Ndio. Leo inabidi tuondoke na sasa leo tunaondoka leo. Na mimi hebu fikiria kutoka hapa mpaka Mbalali kuna kilomita nyingi. Mbalali subiri kwanza. Ukija kwenye dabi. Nikija kwenye dabi subiri. Ukitaka namba yangu ndakupa. Oya niko live Uko live. Ukitaka namba yangu ndakupa utanicheki. Na wakati unatoa hizo ahadi kumbuka mimi napeleka live. Peleka live. Ndio. Ukitaka hizo utamalizia, mimi nataka hivi. Hizo utamalizia. Sawa? Kuja kutoa hizo ahadi zetu. Hizo utamalizia. Kwa kuwa wewe unaamini timu yako inaenda kucheza na Simba tarehe 25. Na Simba unasema kwamba wewe utaifunga.
na wewe Simba nao wanasema watawafunga. Unaweka ahadi gani wewe, kwamba weka ahadi ambayo utaweka gunia la mchele mawili, yani kwenye hili kwa mchezaji yote wa Simba atakufunga kwenye hili mchezaji yoyote wa Simba akisubutu kuifunga Yanga tampa kilo 200 za mchele kilo 200 za ipate ushindi. Mimi nikiongea nimwambia sio goli lolote au nikisema ushindi yoyote goli lolote au ipate ushindi, yani ikipata ule ushindi wa pointi 3 subiri ikipata ushindi wa pointi 3 lakini pia yoyote yani pointi 3 zina kilo 200 za kwao wakipata. Pia atakayefunga goli ana kilo 200 za kwao. Tafsiri yake kilo 400. Kilo 400. Mimi niko Mbalali naongozwa na mbunge wetu Bahati Kenneth Ndingo na Rais Masamia. Takuja nazo hizo. Zitachukua tunachukua sisi. Wasipochukua wao, dada Ayoma Kuwepo uwanjani. PM, unatoka PM. Nikubadilishie namba. Ndio. Tubadilishane namba, nitakupa namba. Haina shida. Tia namba hapo. Haina Tia shida. namba tajiri mwenyekiti.